Sawa, sasa kwa kifupi sana, nafikiri wote tumekuwa tukiwasiliana kwa majina. Mimi ndio Babu. Nafikiri tumekuwa tukiwasiliana kutoka jana, juzi na pengine siku za nyuma huko. Na tutakuwa pamoja kwenye hii session ambao ni ya muda mfupi sana, kwa sababu nataka tu kuwapitisha kwenye hii Google Sheet ili iwe rahisi pale ambapo mnakuwa mna navigate au wakati mwingine mnavyokuwa mnaona ripoti nikiwa na share. Sasa hii sheet yenyewe ina sheet kama saba hapa chini, lakini hii ndio ya kwanza ambayo hapa ndio ninaweka zile data wakati ambao soko limefungwa. Nikishakuwa nimepata zile ripoti, nina paste hapa na itengeneza kwa ajili ya kupata hizi taarifa za soko vile ambavyo limeperform kwa siku husika. Kwa haraka haraka ukianza hapa juu, hapa kuna tarehe, hii inaeleweka, ni tarehe ya siku husika. Kwa utaona kwa mfano upande huu wa huku nafikiri nikisema hivi inaonekana kasa yangu eh? Ya, inaonekana. Okay. Inaonekana. Asante. Kwa hiyo upande huu wa kushoto huku on the far left ndio tarehe. Kwa hiyo ziko tarehe pale, utaona ziko tarehe labda hapa 30 zimejirudia nyingi, kwa sababu ni counter tofauti tofauti kwa siku moja. Na data nilianza kuweka za jana, kwa hiyo juzi, kwa hiyo utaona tarehe 29, lakini utaona 30, utaona 30 ya mwezi huu haukuwa na 31. Kwa hiyo tulianza tarehe moja ambayo ni ya leo. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwa hapo mwisho ndio hivyo, lakini hapa ni tika ama symbol ambayo hii ni inawakilisha kampuni. Kwa hiyo utaona kuna Afriprice, kuna CRDB, DCB, DSE, Jatu na zinginezo. Kampuni zote zitakuwa zinaonekana katika section hii hapa. Lakini ukija kwenye open hapa tunaona ni bei ambayo soko limefungulia kwa siku husika. Kwa hiyo tukija hapa kwa mfano tunaona TBL leo alifungua kwa 9,610. Ukija hapa kwenye hii ni bei ambayo alifanyia muamala ya mwisho ambayo ni 9,630 na ndo aliyofungia. Kwa hiyo utaona amefunga kidogo kwa bei ya juu kutoka bei aliyofungulia asubuhi. Then ukija kwenye high, hii ni bei ambayo imeuzwa ya juu zaidi kwa siku ya leo, kwa sababu unavyojua soko linafunguka saa 3:30 mpaka saa 10 jioni. Kwa hiyo katikati hapo kuna muda unaweza kuta demand imekuwa kubwa kwa muda fulani kuliko ile supply ambayo ipo, kitu ambacho kinapelekea labda ile bei kupanda kwa muda fulani, alafu supply ikija kuzidi ile bei inashuka. Kwa hiyo unaona leo aliuzwa kwa bei ya juu kabisa ni 9,680, lakini kwenye low pia inaonekana hapo aliuzwa kwa 9,600. Kwenye change hapa ni pale ambako kuna mabadiliko kama imepanda, imeshuka au iko flat. Sasa ukiangalia katika hapa kwenye opening pamoja na close au kwenye hii bei ya mwisho, unaona kuna badiliko kidogo, kuna kama shilingi 30 ama shilingi ngapi hapa, shilingi 20 imeongezeka. Kwa hiyo hapa ni sawa na mabadiliko ya asilimia 0.21 imepanda. Ukiona iko green kama hivi ni kwamba imepanda, lakini ikiwa red kama hivi ni kwamba imeshuka kwa asilimia 2. Lakini hapa ni turnover. Turnover maana yake ni kama kiasi cha fedha ambacho kimetrade kwenye hiyo counter. Kwa hiyo kitaangaliwa volume, kwa maana idadi ya hisa zilizouzika unazidisha na bei ambazo zimeuzia. Kwa hiyo unakuta ndio unapata hii. Kwa hiyo leo hii counter peke yake imezunguka milioni 20,880 na viela kidogo pale. Lakini deals zilizofanyika ni ngapi? Unaona hapo ziko 57. Kwa hiyo deal ni 57 zilizofanyika outstanding, zilizobaki ni 311. Lakini ukija kwenye hizi ni bid ambao ni wale wanunuzi wanataka kununua, lakini ukija kwenye upande wa offer unapata ziko 2,793. Hizi ni idadi ya hisa ambazo ziko sokoni zinatakiwa zinunuliwe, lakini volume ni zile ambazo zimeuzika kwa siku ya leo, tunaona ni 2,166. Ukija mwisho huku ni market cap ama ni ule mtaji wa hiyo kampuni nzima sokoni, inakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo hivyo ndio zilivyo kwa kampuni zote.
Ukipanda utaona zote zina kitu cha namna hiyo. Kwa mfano leo ulikuwa tunaangalia tukaona MCB ilipanda kwa karibu 9% kwenye ripoti ambayo nilishare. Ndio hii hapa hapa ambako kasa yangu inaonekana ile 9% ndio hii iko hapa, na utaona ni kama milioni 17 imetrade. Dili zilikuwa 104, bidi zimebaki 350, lakini kuna 1014. The same ukija kwa kina NMB hapa chini pia nayo utamwona amepanda kwa asilimia chache hapo, lakini ametrade bilioni 3.3. Ukija kwa CRDB ametrade bilioni 1.3. So nikishajaza hizi taarifa hapa, ninakuja kwenye daily summary. Kwa hiyo hii sheet mimi najaza tu taarifa hapa. Nikishamaliza kujaza hapa, hizi zingine zote nimetengenezea formula ya kurefer kwenye hii page ya mwanzo. Hizi ripoti zingine zote zina formula, kwa hiyo zinakuja kuchukua taarifa hapa. Kwa hiyo hapa tu ndio sehemu ambayo naweza ku edit na kuweka hizi information. Alafu huku kwingine ni ku select na kubadilisha tu. Kwa hiyo kidogo kunakuwa na wepesi. Kwa hiyo ukija kwenye daily summary hapa inaonyesha tu summary ya turnover kwa siku husika, lakini unaanzia hapa juu. Unabadilisha tarehe kulingana na kulingana na siku ambayo unahitaji. Kwa hiyo kama hapa nimeweka tarehe 1 ili mkiingia ninyi, kwa sababu najua nyinyi hamwezi kuedit kitu, ili mkiingia ninyi muweke tarehe muweze kuona ripoti ya siku ya leo. Kwa hiyo hapa kwa mfano naweza nikabadilisha, na mimi ninaonekana na nasikika vizuri, naweka tarehe 6 jana, tarehe ilikuwa 30 mwezi wa 6. Nikiweka hivyo nikigonga enter, utaona hizi taarifa huku zote zitabadilika kwa maana ya kufuata hizi hii tarehe hapa. Naam, kwa hiyo kama hivyo unaona zimebadilika. Hapa ilikuwa bilioni 5, lakini unaona sasa imeshuka imeenda 4. Huku kwenye deals, kwenye counter zilizofanya biashara, kwenye outstanding, kwenye nini, market BO ratio hii ni bid to offer. Bid to offer ratio unaona imekuwa ni 1.9 hapo, lakini total market cap unaona ni bilioni 35 ama tuseme trilioni 35. Kwa hiyo ukija chini sasa, nitarudisha tarehe ya leo ili iwe rahisi. Mwezi wa 7 tarehe ni 1. Okay. Ninakuja, unaona kwenye top 5 wale ambao wameongoza kwa turnover. Turnover tumesema ni ile amount ya pesa ambayo imetrade katika hiyo counter. Utaona hapa huku kote hatuingize na mkono, kuna formula. Ukiangalia hapa utaona vile ambavyo niliweka. Hizi zote zimerefer kwenye ripoti ya tarehe 1, hizi ambazo tumetoka kujaza hapa nyuma. Kwa hiyo hii yote inatoka pale nyuma. Kwa hiyo utaona hapa anaongoza ni NMB, anafuata ana bilioni 3, anakuja CRDB bilioni 1, anakuja Nicol ana milioni 137, then anakuja KCB na anakuja ETF hapa ile ya iTrust. Inaonyesha hapo, inaonyesha na deal, inaonyesha pia volume ya hisa zilizo trade na bei zilizofungia, na change pia inaonyesha iliyopanda, iliyofanya nini, yote inaonyesha hapa, na market cap ya hiyo kampuni husika pia iko pale. Hizi zote ni utaziona tu wakati ukiwa unaingia on your end bila we kuedit wala kufanya chochote. Then hapa inanipa top gainers, top 5 na pia wale ambao ni losers. Nafikiri kwenye report mnaona pia huwa na include pale. Taona MCB yeye amegain 8% na bei aliyofungia, lakini CRDB amegain 3.8. NMG hii ni National Media Group ya Kenya amegain 1.9. Retex pamoja na iTrust naona asilimia zao hapo, lakini walioshuka tunaona TCCL wako pale, MBP, East Africa Breweries, DSE pamoja na Swiss. Hiyo inakuwa inanipa snapshot ya kilichotokea sokoni. Lakini ukija chini utaona jumla ya gainers, utaona pia jumla ya loser. Mabadiliko utaona ambazo zimekaa hazijabadilika, yani bei imeendelea ile ile ilivyo. Lakini kwenye market trend kuna formula pia hapo ambayo itapick moja kati ya hizi ambazo zinaonekana hapa. Kama ikiwa bullish itaweka green, lakini ikiwa bearish kwa maana soko likiwa linashuka inaweka red, lakini ikiwa neutral inaweka yellow. Then unakuja chini hapa ambako nako ni najaribu hapa, nilikuwa najaribu kutengeneza kuweza kupata sentiment
niweze kujua kwamba wawekezaji wana mood gani sokoni. Kwa hiyo kuna formula nyingi nyingi kidogo hapa, lakini yote nilikuwa najaribu kutafsiri hii ripoti ambayo iko hapa, kwa sababu hizi ni namba tu, lakini najaribu kuivunja ili iweze kuwa na maana kwamba inamaanisha nini. Nikija hapa chini utaona kama hapa NMB, CRDB yuko pale, lakini inaonyesha bei iliyofungia, inaonyesha change, inaonyesha uh, outstanding bid, lakini pia inaonyesha outstanding offer na pia inanipa ratio ya bid EBO. Maana yake ni bid to offer ratio. Kwa hiyo inaonyesha ni asilimia ngapi ama ni ngapi ya ngapi ya hii ambayo iko kwenye offer. Kwa hiyo utaona kama hapo NMB ni 1.9, lakini ukiangalia CRDB unaona ni 4.9. Na ukija hapa inakuonesha hizi namba ama hizi asilimia zilizokuwa zinaonekana hapa, key yake iko hapa kwamba kuanzia 80 mpaka 100 inaonyesha buying pressure ni kubwa, lakini kuanzia 60 mpaka 79 hiyo ni ya kawaida, 40 mpaka 59 ni neutral, 20 mpaka 39 selling pressure ni kwamba imezidi, lakini 0 mpaka 19 selling pressure inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ikiwa kubwa kuna tafsiri yake ambayo inaonekana hapa mwisho. Hizi zote nimeweka kwenye under format condition ambayo ina determine kilichoko hapa, ina tafsiri hapa, ina pick. Kwa mfano hapa utaona kuna formula, vitu vingi viko hapa. Nitafuta tu hapa kidogo niweke labda moja, utaona haya maandishi hapa yatabadilika. Unaona hapa imeandika NMB, nia ya kununua iko juu, kwa maana ya watu wanaitaka sana. Bids zinazidi offer, bei kupanda kwa wastani. Kwa hiyo kuna uwezekano bei ikapanda kwa wastani, lakini ukija NMB yani CRDB unaona kwamba wawekezaji wengi wanataka kununua. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu ya hii BE ratio. Unaona kama hapa hawa ndio wanaotaka kununua, wako 238, lakini wauzaji wanauza 1048. Kwa hiyo hii inaonyesha uhitaji ni mkubwa kuliko ugavi ama supply, na kwa kama ratio ya 4.9, na hapa inakuwa na tafsiri kwamba imeenda 100%. 100% tumesema ni kwamba buying pressure ni kubwa, kwa hiyo bei inaweza kuongezeka. Tafsiri hapa yanasema wawekezaji wengi wanataka kununua, bid inazidi offer, bei itapanda kwa haraka, yani kwa muda mfupi bei inaweza kupanda. Sasa hapa ni formula, sifanyi chochote, sijabadilisha chochote, lakini nataka nibadilishe tu na mkono ili uweze kuona hapa inapobadilika, sababu nikisema niende kubadilisha kule nyuma itanichukua muda. Nataka tu nionyeshe hapa. Kwa mfano tukiweka hapa 10, unaona imebadilika kuanzia rangi na hata maneno yaliyoko hapa imebadilika. Nasema kwamba bei itashuka kwa haraka. Lakini tukiweka kwa mfano 30 imebadilika, lakini bado bei iko chini kwa sababu hii 30 iko bado hapa kwenye selling pressure. Lakini tukiweka let's say 20 bado ni pale pale. Tukisema 40 na nimeweka sehemu ambayo sio hapa, niseme 40, naona kidogo iko neutral kwa sababu ni katikati. Hapo unatakiwa kidogo uwe mpole, lakini tuseme imeenda 60, inaonyesha kidogo bei inaanza kama ku appreciate kidogo. Then ukisema inaenda 80, no tuseme 79, naona bei nayo itakuwa inapanda, lakini ikivuka hapo kwenda labda 89 ndio kama hivyo kwamba itapanda kwa haraka. Kwa hiyo hapa nimeweka tuna mkono, nitairudisha ile formula vile ilikuwa, lakini hapa unaona kuna formula hii ambayo inasoma kilichoko na yenyewe inanipa majibu, lakini hapa nimeweka na mkono ili kukuonyesha vile ambavyo inabadilika. Kwa hiyo nikirudisha sasa vile ambavyo ilikuwa hapo, ilikuwa tayari, lakini ukiangalia sasa huku utaona kwa mfano KCB, unaona kwa idadi ya zinazouzwa ni nyingi kuliko zinazohitajika. Kwa hiyo inakwambia hapo ni 13. Kwa hiyo huenda bei ikafanyaje, ikashuka. Lakini vile unavyoendelea kuja chini ndio hivyo hivyo unavyozidi kuiona vizuri. Na ukiangalia ambaye yuko chini kabisa labda ni DSE, na huyu DSE ana 8. Hii inaonyesha kwamba bei itashuka. Huyu DSE nilikuwa naangalia kutesti kama hii system inafanya vipi. Nikaangalia ya jana na leo, nikaona ilisema jana kwamba itashuka
na leo ukiangalia DSE ukija hapa DSE nafikiri yuko mahali chini chini, sijui wapi. DSE huyo hapa, utaona DSE leo ameshuka kwa 2.4, ambayo tuki change report hapa, tukiangalia ripoti ya jana hapa, tukiweka tarehe 30 mwezi wa 6, nataka nione hii ya DSE itasema vipi. Hii hapa tuiangalie kwamba itasemaje. Hii ni tarehe ya jana, kwamba jana ilituambiaje, alafu leo je, imetokea ama imeenda kama ilivyokuwa imesema. Okay, tarehe ni 30, tarehe ya jana. DSE huyo hapa, unaona DSE huyo hapa. Ukija kwa DSE unaona ilikuwa ni 8 na ilisema kwamba bei itashuka, na leo kweli unaona bei imefanyaje, imeshuka. Kwa hiyo kuna namna fulani hizi sentiment zinakuwa zinakwambia ambacho kina uwezekana kikatokea kwa siku inayofuata. Kwa hiyo kwa haraka haraka hapo ndio hiyo. Nimeona kama kuna mtu ana swali, nafikiri niangalie kama ni kitu ambacho naweza kukiongelea hapa ama ni swali naweza kulijibu mwishoni. Okay. Sawa, amefurahi. Okay. Then ukija kwenye sentiment engine hapa ni the same, ni hizi taarifa najaribu kuziprocess ziwe rahisi zaidi. Sasa hapa inaonyesha outstanding bid, inaonyesha outstanding offer, ile toto yake, lakini inaonyesha pia ratio ya soko zima, kwamba soko likoje, liko bearish, liko bullish ama ni neutral. Na unaona hii tafsiri ya hii ni neutral. Hapa ikiwa tofauti, hapa italeta either red, either green kwamba ni bullish, ama red kwa maana ya bearish, au neutral ambayo inaleta yellow. Selling counter, utaona counter ambazo zinauza, zinazonunua, zilizoongoza ni hizi na hizi, lakini na kote ni vile vile. Ukibadilisha hapa pia zinabadilika Kwa hiyo ni kile kile, sijaparudia tu kupaeleza kwa sababu ni kama nitakuwa narudia. Pia kienda chini sasa ni ripoti zile zile zinajirudia, kiwa kidogo ina maelezo marefu, lakini ni yale yale. Hapa kwenye mtazamo ni vile vile, na haya maneno ya huku mwisho ni vile vile, na hizi rangi ni kitu tu kimeongezeka ili iweze kukuonesha kwa haraka au kwa wepesi. Lakini ukija chini hapa hapa ndo mahali pia ni kama itaonekana vizuri hapa palinisumbua sana, lakini nafikiri nitakuja kuirekebisha vizuri, niipandishe hii juu. Lakini kwa sasa ngoja tu tuitumie hivyo hivyo kwanza ili muweze kuona. Hapa nikibadilisha hii kampuni hapa itanionyesha trend. Mpaka sasa hivi kule kwenye data sheet tuna data za siku 3. Kwa hiyo ndo maana hapa kuna siku 3, lakini the idea ni kwamba hapa itaonyesha trend ya mwezi mzima. Kwa hiyo ukija hapa inaweza kuonyesha trend ya mwezi mzima ya hiyo hisa, na hapa sio lazima iwe KCB. Mimi hapa naweza kuweka labda CRDB, itabadilika. Utaona itabadilisha hii trend hapa. CRDB kiweka hiyo, unaona trend imeshabadilisha na imebadilisha kila kitu humu. Kwa hiyo imenionyesha kwamba kidogo, unaona ilianzia hapa na inaenda juu. Naamini inaonekana vizuri. Ukiweka NMB SM itakuonyesha. Nikiweka DSE ambayo tuliona kule kama inashuka, hiyo inaonyesha kwamba inaenda chini na inakuonyesha kwamba mtazamo ni kama inauzwa zaidi. Lakini pia NMG tuseme National Media Group imeonyesha ilienda chini, sasa hivi ni kama imeinuka. Na tuje toll the same inaonyesha. Kwa hiyo hapo unaweza kubadilisha kuangalia kile ambacho kinaendelea. Lakini unapokuja pia chini inakuwa inaonyesha ripoti zingine, na pia unapobadilisha na zenyewe pia zinabadilika. Kwa ukija hapo itakuonyesha hiyo graph ambayo inaonyesha ni idadi ya zinazouzwa na zinazonunuliwa, kwa maana ya outstanding offer pamoja na outstanding bid. Offers zitakuwa ziko kwenye red, lakini bid zinakuwa ziko kwa rangi ya green.
Mhm. Yes, hapo ni hivyo. Then hapa ni weekly, ambayo kwenye hii ya weekly hapa sasa tuko wiki ya 27, lakini nikiweka hapa wiki ya 26 inaniwekea zero kwa sababu hiyo wiki haikuwepo, yani hamna data zozote. Nimeweka 29, niweke 26, kiweka 26 fikiri pia ni kile kile, kiweka 27 ndio tunapata taarifa hii. Sasa plani yake ni kwamba ikishamaliza wiki itakuwa inaturahisishia kutupa ripoti ile ya wiki. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya ile session yetu ya weekly, kwa maana ya kuangalia kwa wiki nini kimetokea, hii ndio peji ambayo nitakuwa napata hizo taarifa, na pia kuangalia nini ambacho kimetokea. Pia nimewaweka hawa jamaa wawili kwa sababu wengi najua tuko hapa tunafuatilia, kwa hiyo tutakuwa tunaangalia na kuelewa soko kwa njia hiyo. Hapa pia ni monthly. Sasa hivi hii ni mwezi wa sita kwa sababu ni mwezi ulioisha, lakini sasa hivi tumeingia wa saba. Kwa kubadilisha hapo na yenyewe inabadilika. Nikija kuweka, tukifika mwezi wa nane nikiweka wa nane utakuwa na taarifa zake, lakini kwa sasa hivi tuko wa saba. Iko hivyo. Kuna ambacho kidogo nilikiweka hapa kama kibonus tu cha kwangu cha kuwa naangalia angalia kati ya hizi kaunta mbili, kwa sababu najua zina mambo mengi na watu wengi wanazifuatilia. Kwa hiyo hapa pia ukibadilisha tarehe itakupa mnaja kubadilisha kwa sababu mmeshaona huko nyuma. Hapa ni CRDB, hapa ni NMB. Inalinganisha vitu vingi na inaonyesha ni yupi ambaye amefanya vizuri zaidi ya mwingine. Kwa hiyo utaona hapa mshindi ni nani, mshindi ni nani, mshindi ni nani, then hapa chini inakupa overall. Kwa hiyo utaona CRDB ana 100, wakati NMB ana 72, na inakwambia kwamba hali ambayo hiyo kaunta inayo kwa muda huu, ipi inauzwa sana, ipi inanunuliwa sana, na ipi ambayo labda watu wanaikwepa. Then kuna dashboard ambayo ndo ya mwisho. Hii kwa sasa ina data chache, lakini vile tunaendelea na hizi siku mpaka kufika mwisho wa mwezi, nafikiri itakuwa ina taarifa za kutosha na formula zote zitakuwa zinafanya kazi. Sasa hivi kuna ambazo bado, kwa sababu bado hazijapata taarifa za kutosha. Taona tu tarehe za data ambazo ziko kule ni siku tatu, na ndio hizi zinaonekana hapa. Lakini huku kuna hizo volume zinaonyesha total, inaonyesha bid, inaonyesha offer, inaonyesha pia turnover kwa siku ya leo. Inabadilika kila siku unavyokuwa unabadilisha, lakini sasa ina piki yenyewe tu tarehe ya leo. Utaona kuna formula pale. Lakini ukija huku inakuonyesha sasa daily turnover. Kwa mfano kama leo unaona sasa hapa tayari kuna siku tatu. Kwa hiyo utaona tarehe 29 turnover ilikuwa kubwa sana. Nafikiri ndio ile siku NMB alikuwa na mablock trade makubwa makubwa. Lakini ukija pia ukiangalia hapo utaona ilishuka kidogo tarehe 30. Leo kidogo turnover pia imekuwa kama inanyanyuka. Kwa hiyo inakusaidia kuweza kuona trend kwamba hela zinaingia zaidi sokoni au zinatoka. Ukija hapa inaonyesha CRDB na NMB wanaendaje. Unaona hapa kila mmoja ana line yake. Kuja kwenye market bid pamoja na offers zile ambazo ziko sokoni, unaona ili uweze kupata trend, uweze kujua kwamba nini ni nini. Utaona tarehe 29 hapa ni kwamba bidi zilikuwa nyingi sokoni, offers zikawa ziko chache, na jumla yake inaonekana pale. Ukija pia hii tarehe nyingine ni hivyo hivyo. Ukija hapo ya leo ni hivyo hivyo. Leo unaona kabisa kwamba bidi zimekuwa nyingi na ofa zimekuwa chache, kwa hiyo wawekezaji wengi wanataka kununua zaidi. Japo ukiangalia leo na jana kuna tofauti. Jana walikuwa wengi zaidi, lakini leo wamepungua, ikiwa bado wauzaji wako wengi. Kwa hiyo hiyo inakusaidia kuona taarifa kama hizo, na hapa tunaona ni siku tatu, lakini mwezi mzima ukikamilika, hapa kutakuwa kuna taarifa nyingi sana za kutosha. Kwa hiyo itakuwa inakuonyesha trend ambayo ni nzuri, na itasaidia kuweza kukupa mwanga au picha kubwa ya kile ambacho kinaendelea sokoni. Hapa pia inaonyesha wingi wa gainers pamoja na losers. Utaona tarehe 29 tulikuwa tuna gainers wengi, loser wakawa 7. Siku iliyofuata gainers wakawa 5, losers wakawa 14. Hii soko ni kama lilikuwa limeenda chini. Leo naona ni 10 kwa 11. Ndio maana tunasema ni soko liko nyuma, kwa sababu unaona ni karibu zinalingana. Sawa sawa, eh? Naona muda hapa.
Kufika hapo nafikiri nimefika mwisho, lakini nitaruhusu sasa kama kuna mtu labda ana swali au chochote ili tuweze kuwekana sawa kuhusiana na hii template. Samahani babu, Ndio nakupata. hii template unaipopulate manually kwenye hizi Eh, price? hapa mwanzo tu, hapa tu ndio ninajaza, hapa tu ndio ninajaza, huku kwingine kote inafanya yenyewe. Umenipata eh? Nimekupata. Hii data sheet tu ndo data za daily tu ndo naingiza manual. Huku kwingine kote ni automatic. Ndio maana bado naijaribu kwa sababu kuna vitu vingi sijaweka sawa, naendelea kuongeza vitu. Na ndio maana nimeizuia, sababu najua mtu anaweza akaja akakosea, labda akatype kitu mahali huku akavuruga vitu vingine. Babu, na swali. Karibu kaka. Nilikuwa nasema hizi recommendation ambazo kwenye sentiment pale zinasema nunua sana, kuwa mpole, hizi Ndio. zinazingatia fundamentals au zinaangalia tu ile Hapana, ni bids sentiment. vis-a-vis Eh, offers? ni sentiment peke yake. Ndio maana nimeiita, kuna ambayo nimeita hapa sentiment engine. Hii ni kwa upande wa sentiment peke yake. Sasa unachoweza kufanya ni kwamba ukishajua labda kampuni na fundamento ambazo ni nzuri, ukija hapa sasa unaweza ukawa unaangalia kwa maana ya kujua kwamba labda ni muda gani sahihi wa kuingia, kulingana na ile kuona labda pressure ya kununua, pressure ya nini hivyo. Sawa, nimekupata. Ya, karibu. Swali lingine, kuna sehemu una capture block trade kwenye Uh, hii block, nani, block kwenye trade dashboard? sijazipatia sehemu yake kabisa, lakini block trade pia lazima inaonekana kwenye volume hapa. Kwa hiyo ambacho kinatokea ni kwamba inaweza ikanipa taarifa ambayo haina uhalisia sana, kwa sababu volume itaonekana kubwa, lakini kumbe ni block trade. Kwa hiyo hiyo nayo nafikiri nitaiangalia namna ya kuja kuicapture wakati nikiwa naendelea kuiboresha, japo kwenye ile ripoti ambayo huwa na share naandika, naangalia na kule pia kwenye ile sheet pale kama kuna block trade hiyo siku, sababu block trade inaweza ikabadilisha mchezo mzima. Shukran. Karibu sana. Kama kuna mtu mwingine ana swali asisite, karibu tu, unaweza uka mute mic ukauliza, ama kama uko kwenye chat. Naona kama hamna mtu ambaye amechat kitu kuuliza. Mimi nina maoni babu, kama Karibu inawezekana. karibu. Najua hii ni Excel, lakini kuna namna labda unaweza ukampa mtu uwezo wa kuwa na favorite tika yake. Yani let's say mimi nataka niwe nikiingia huu mnadili na CRDB peke yake, kwamba kuwe kuna kashiti, I don't know si uta automate vipi, yani kuwe kuna favorite. Yani mtu kama yeye anadili labda na NMB na labda na Tanga Cement, akizichagua hizo kwamba akiingia huku instead of ya kuona hii populated sheet yote, anaona zile ambazo yeye yuko interested with. Mm, Kama nadhani inawezekana, lakini naona kama ni ngumu kuwa ni Excel. ni ngumu, lakini nafikiri labda ambacho naweza kukifanya, naweza nikaja nikaiprotect kote, nikaacha hizi sehemu hizi ambazo unaweza ukajieditia ukaselect kitu ambacho unataka. Kwa mfano kama ukija hapa ukaweka your favorite kama ni CRDB ukaijaza, alafu ikakupa ripoti unazotaka, ili at least iwe kidogo iko personal, sababu kama hapa ukikuta mimi nimeweka ya kwangu niliyoweka hapa, utabidi uangalie hiyo hiyo na wewe labda unataka nyingine. Kwa hiyo nafikiri nitaachia hizi sehemu hizi ziwe wazi, alafu nitazuia hizi zingine mtu ashindwe kuedit. Hiyo ndo rahisi kwa haraka, lakini nikisema nifanye hivyo vile ambao umesema, naona kama itakuwa ni shughuli.
kabisa kabisa. Nadhani hiyo ya kuacha empty alafu user mwenyewe na populate anachokitaka Inakuwa rahisi. inaweza kawa nzuri pia for the meantime. Sawa sawa, nitaiangalia hiyo alafu nitaifanyia kazi. Shukran. Otherwise kazi ni ya moto sana. Shukran sana. Asante sana kaka, barikiwa. Kulikuwa na wadada wengi lakini sijui au wamezuiwa kuongea huko. Acha niangalie watu hapa. Hilda, Lilian. Sauti au una shida gani? Yeah, the Excel is nice actually. Alikuwa I anataka was just niwasikie. looking for KCB. Nipo nilikuwa nasikiliza. I was just looking for KCB, you know. Okay, nataka nikuwekee KCB. Ila iko poa. Yes, sentiment imekaa vizuri. KCB hiyo hapo trade yake. Ila that idea like mfano mimi sitaki kuangalia au wote. Yaani mimi niko specific labda na kampuni zangu. KCB. Yaani kama you can filter on that. Sijui, najua kwa sababu umeweka only view, sasa inakuwa changamoto kwa sisi wengine tukitaka like I just want maybe 3 sectors basi. Sijajua mbeleni utatufikiriaje. Hiyo nitaifanyia kazi, lakini mbeleni tutakuja kuiweka vizuri zaidi. Nafikiri itakuwa ina option nyingi ambao mtu unaweza kujipakulia. Okay, nice work. Asante sana. Another thing, Babu. Ndio. Ungekuwa na sheet hapa ya kuweka sector wise. Sometimes investors tunaangalia labda sekta ipi ina perform vizuri ili mtu awe anafanya informed decision. Okay. Yeah. Sawa. Hii ni kama nyumba haiishi, kila siku nitakuwa naongeza vitu. Tunakusaidia vibarua wako. Tunakupa maoni. Sawa, nimeyapokea. Nitakuwa naenda nayo polepole tu kulingana na ninavyobarikiwa muda. Kama hamna swali nafikiri nitafunga. Sasa naona pia muda nao unaenda kuisha. Then tutakuwa na session sasa weekly ambayo tutapanga tu kwenye group kule kwamba iwe siku gani, Jumamosi au Jumapili, alafu tutakuwa tunakutana kwa ajili ya kupitia uchambuzi wa wiki nzima, kuangalia nani amefanya nini ili tuweze kujua kile ambacho kinaendelea sokoni na kile ambacho kilitokea wiki iliyopita. Otherwise mimi sina lingine, niwatakie usiku mwema na wakati mwema kwenu wote. Ila la heri bro. Asante sana. Asante. Thank you. Asante.